Mgombea wa nafasi ya ujumbe kutoka kamati ya utendaji Issa Mangungu atatueleza kwa uchache kupitia kanda hii ya Kinondoni, baada ya kumwaga sera, ana nini pia cha kutuambia sisi, lakini pia kuambia na wananchi kupitia upande wa media. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwema? Kwema kabisa. Hongera sana. Nashukuru. Tujalie kidogo kile ambacho ulikuwa unakizungumza na kila vile ambavyo mkutano umeenda. Kikubwa nilichokizungumza, nimeomba nafasi ya ujumbe wa kamati ya utendaji ya Yanga kwa sababu kubwa ni kuendelea na kuimarisha mshikamano na ushirikiano kwenye klabu yetu, tuendelee na ushindi. Lakini la pili, kumpa nguvu na kumsaidia rais wetu Engineer Hersi Said kwa ajili ya kuendeleza mapambano ya ushindi na mafanikio na maendeleo kwenye klabu yetu ya Yanga, na kurejesha umoja na kushirikiana na kuwa kitu kimoja ili maendeleo endelevu yaweze kupatikana kwenye klabu ya Yanga. Ni sehemu nyingine zipi ambazo unatamani ama ukipata nafasi za kwenda kuongezwa nguvu ndani ya klabu ya Yanga? Unajua, ajenda zote za maendeleo na uendeshaji wa klabu ya Yanga zinasimamiwa na rais wa klabu ya Yanga. Kwa hiyo pale utakapochaguliwa, yeye ndo anaweza akakukabidhi jukumu la kumsaidia katika eneo anaona wewe unafaa. Kwa mfano, anaweza akakuteua kwa mjumbe wa mwenyekiti wa kamati ya mashindano, ukashirikiana naye kwa ajili ya kuleta ushindi. Lakini kuna kamati ile ya kusimamia wanachama na uhamasishaji wa uendelezaji wa matawi. Hilo nalo vile vile ni jukumu ambalo lipo ndani ya kamati ya utendaji. Lakini vile vile kuna zile shughuli za siku hadi siku za uendeshaji wa klabu ya Yanga. Kwa hiyo rais wa timu au rais wa Yanga ndio mwenye mamlaka na majukumu ya mwisho kuweza kugawa na kuweza kutekeleza wajibu kwa wale wajumbe wa kamati ya utendaji. Naweza nikakwambia leo nitasimamia ushindi wa Yanga, sawa, ni jukumu langu, lakini rais akasema kwa kipaji chako na ulivyo, hebu simama kashughulikie swala la wanachama. Kwa hiyo nalo ninatakiwa nijiandae kwa ajili ya kuimarisha klabu ya Yanga kupitia wanachama. Kwa hiyo yote haya tunayoyasema, yote tunayoyasimamia na kuyaahidi, rais ndo atakuwa mtafsiri mkuu. Lakini kwa vile ambavyo unaiona Young Africans upo tayari kusimamia popote pale ambapo rais atakwambia usimamie popote. Kwa mujibu wa katiba, huo ni wajibu, sio matakwa au maono ya mtu. Na yote anayoyafanya rais wa Yanga ni kutokana na katiba. Na hata hii michakato mnayoona ya kampeni na mambo mengine yote, mikusanyiko, yote inatokana na katiba. Si kana kwamba kama watu wengi wanavyofikiria klabu yetu inaendeshwa kwa hisia. Klabu yetu inaendeshwa kwa mujibu wa katiba na taratibu za uendeshaji wa klabu zilizowekwa. Na tumshukuru Mwenyezi Mungu, rais wetu hajawahi kwenda nje ya matakwa ya katiba yetu ya Dar es Salaam Young Africans. Kwa moja ya jambo ambalo lilizua taharuki jina lako kutokana na Mangungu, watu ndugu yake akiwa tunafanya interview na Mangungu, rais wa Simba akasema anakutakia baraka, lakini akasema swala mengine mumuulize mwenyewe. Ndio ulikuwa unataka kuniuliza lipi bwana? Swali langu, watu wana doubt jina lako kwamba Mangungu, President wa Simba Murtaza Ali Mangungu ni ndugu yangu, ni mwanamichezo. Mimi Issa Ali Mangungu ni mwanachama wa Yanga, ni mwanamichezo. Kwa hiyo swala la Murtaza Ali Mangungu ni la kwake binafsi kwa mwanachama wa Simba na maono yake. Unajua, katika haya maisha kuna mwingine anaweza akaamua kuchagua shida, mwingine akaamua kuchagua mwingine akaamua kuchagua mafanikio, mwingine akaamua kutokuchagua mafanikio. Wakati tuko watoto, mnajua baba anaweza akakwambia wewe nenda shule, utaki, mwenzio nenda shule. Mwingine anamwambia kafanye hili, mwishoni huyu anakuwa muuza genge, huyu anakuwa daktari. Ndio maisha yetu na mfumo wetu wa maisha. Tafsiri hiyo, Mangungu, wewe umechagua raha. Mimi nimechagua raha na naendelea kuisimamia raha. Na itaendelea kuwepo raha ndani ya Yanga ukipita wewe. Shaka hilo ondoa, kwa sababu naendelea kushiriki kila siku katika shughuli za uendeshaji wa Yanga na shughuli za mpira kupitia Yanga. Kwa hiyo mashaka hayo sina kabisa, na msiwe na wasiwasi. Kila laheri mwana. Tarehe 12 Simba anakufa. Bila shaka. Yaani watake wasitake anakufa Simba. Hilo liko wazi. Tuko na chuma hiki hapa hiki. Mwamba kabisa. Asante sana. Tuondoke sisi. Habari ya jioni, tuambie ulichoongea kule ndani, waambie wananchi ambao wanakutazama, kikubwa ni nini hasa? Kikubwa kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, lakini kikubwa ambacho kinaendelea hapa leo maeneo ya Kinondoni Garden ni ufunguzi wa kampeni za wagombea kusema sera zao ili wachaguliwe na wanachama wa klabu ya Yanga waende kuwatumikia kwa nafasi ya kamati ya utendaji kwenye Excom ili waweze kutekeleza majukumu ya timu yao na kufanya shughuli za kuiendesha timu kwa miaka mingine minne inayofuata. Kwa leo ndio ilikuwa siku ya kufunguzi wa kampeni na tumelifanya hilo, na kwa kudura za Mwenyezi Mungu tumeyamaliza salama. Ndio hayo yalotuweka hapa. Sawa, wewe ni miongoni pia watu ambao wanaomba ridhaa ya kupitisha. Mwambie wananchi kipi hasa utawapelekea ukishapita na miaka minne mingine?
Kwanza mimi namaliza muda wangu tarehe 2 nitakaporudisha au kutoka kwenye kiti cha mjumbe wa kamati ya utendaji na kuwapisha watakokuwa wamechaguliwa wakati huo kwa ajili ya kuendelea na gurudumu la miaka mingine 4. Lakini pia nimeomba ridhaa ya kuweza kuchaguliwa tena kuwa miongoni mwa wajumbe ili kuweza kuendeleza majukumu yangu pale nilipoishia, ili niweze kuendeleza kwa ajili ya kuipa mafanikio timu yangu pendwa ya Yanga. Lakini sina mengi ya kuzungumza kwa sababu rekodi zangu na wenzangu zinajitosheleza. Tukishirikiana na rais wa klabu ya Yanga ambaye naye ni mgombea pekee kwenye nafasi ya kiti cha urais pamoja na makamu wake, tumefanya mengi makubwa. Kama unavyojua, hatujafungwa na mtani wetu kwa kipindi chetu tulichokuwa madarakani kwenye ligi ya NBC, lakini pia tumeshinda mataji yote. Tumecheza Confederation Cup finali ya Afrika, lakini pia tumebeba kombe la FA mara 5 na tumebeba pia ngao ya jamii mara 4. Kwa hiyo inaweza kusema utawala wetu sisi wa miaka 4 ni tumefanikiwa kwa 100% kuiweka Yanga kwenye ramani za kuwa bora katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati. Sawa, neno lako la mwisho kwa mashabiki na wanachama Young Africans kuelekea tarehe 2 siku ya uchaguzi? Wanachama na mashabiki wa Young Africans, miaka 4 iliyopita waliniamini na kunikipa kijiti cha kwenda kuwa mjumbe wa kamati ya utendaji. Wakati ule Yanga ilikuwa kama ambavyo wanaikumbuka, sina haja ya kueleza. Lakini Yanga ile sio ya sasa. Yanga ile ilikuwa na watu makini, nikiwemo mimi ambaye mlinipa nafasi kuyatekeleza yale yaliyokuwa mengi mazuri mnayahitaji, na tumeyatekeleza. Na miaka 4 inayokuja naomba tena ridhaa. Najua kwa mfumo wetu kuna wajumbe wa mkutano mkuu ambao ni miongoni mwa waliochaguliwa kutoka kwenye matawi kwa wana Yanga wengi nchi nzima, waje kuwawakilisha vyema wale waliowatuma kwa kutupatia kura za ndio kuweza kuongeza muda wetu na kuyafanya mengi mema mazuri zaidi. Na kama mnafahamu, tumeshashinda ligi sana ya NBC, tumeshashinda Confederation, tumeshashinda Muungano, Mapinduzi, tushamfunga mtani mara 6, tushamfunga mfululizo mara goli 5 mfululizo mara 6. Sasa hivi wakati huu ni wakati wa kwenda kudominate kwenye anga za kimataifa. Nia yetu kubwa sana ni ya kucheza robo finali ya kombe la Afrika, na kama haitoshi, kwa kudura za Mwenyezi Mungu akitujalia zaidi na mipango ikiwa, ili tuweze kucheza zaidi ya robo finali. Lakini tuna imani kwa usajili ambao tumeufanya tayari kushirikiana na rais pamoja na wadau wote ambao tunashirikiana nao. Tumeshafanya usajili wa kishindo wa kutosha. Juzi tumetangaza majina machache ya wale tunaowasajili kuongeza kwenye timu yetu. Timu yetu sisi imechukua mabingwa mara 5 mfululizo, mara 6 mfululizo. Maana hiyo kwenye ligi ya kwetu sisi ni bora. Kwa tunaongeza wachezaji kwa ajili ya mechi za kimataifa, na jambo ambalo tumelifanya. Kwa tuombe Mwenyezi Mungu kwa kudura zake tunakwenda kuitingisha Afrika msimu huu wa 26-27. Shukrani sana. Asanteni sana na wapenda sana.